Hotuba Mlimani sehemu ya 8 kipengele A. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Mathayo 5 mstari wa 8. Asante Baba yetu mwenye nguvu. Asante kwa huruma zako na upendo wako. Tunakuja mbele zako tukikusifu na kukutukuza kwa uwezo wako mkuu na nguvu zako za ajabu. Tusafishe uovu, dhambi na makosa yetu. Asante kwa kuwa umekwisha kutusafisha dhambi, makosa na uovu wetu. Nena nasi kupitia somo la leo. Somo hili lisipite bure Baba, bali likavunje na kuvunja nguvu zote za ibilisi, likatende maajabu ya kiroho, likasafishe mioyo yetu na Roho wako akajazwe kwa wingi katika mioyo yetu. Asante kwa kuwa umetusikia na umekwisha kutujibu kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendwa msikilizaji, Wayahudi waliweka kanuni nzito sana kuhusiana na usafi wa kisherehe ili wasitende dhambi hata katika sherehe mbalimbali, ambazo kiukweli zilikuwa zinawachosha watu, zilikuwa mzigo kwa watu. Akili zao zilikuwa zimetawaliwa na kanuni na vizuizi na uoga wa unajisi wa nje, na hawakuona hata doa ambalo ubinafsi na uovu huitoa rohoni. Maana ubinafsi na uovu hutia doa baya sana rohoni. Wao hawakuzingatia usafi wa moyo kwanza ndipo kuzaliwe matendo mema kwa nje. Wao walikuwa wanazingatia kwa nje kwanza, na sio Mungu waumbie moyo safi. Mpendwa msikilizaji, Yesu hataji usafi huu wa kiibada kama mojawapo ya masharti ya kuingia katika ufalme wake, lakini anahitaji la usafi wa moyo. Hekima itokayo juu ya kwanza ni safi. Yakobo anasema, Yakobo 3 mstari wa 17, anasema hekima itokayo juu ya kwanza ni safi. Ndani ya mji wa Mungu hakitaingia chochote ambacho kinatia unajisi. Wote watakaokaa humo watakuwa wasafi moyoni. Na mpendwa, mtu anayejifunza juu ya Yesu, kama atakuwa na chuki inaongezeka kwa ajili ya adabu za kutokujali, chuki inaondoka kwa jina la Yesu. Kama kuna mtu alikuwa na lugha isiyofaa, Yesu akitawala katika moyo wake ataanza kuongea lugha inayofaa na mawazo machafu yanatoweka kwa jina la Yesu Kristo. Pendo, namuomba Mungu, namuomba Yesu atawale moyo wako, maana Kristo atakapokaa moyoni kutakuwa na usafi na usafishaji wa mawazo na ya kila namna. Na maneno ya Yesu, heri wenye moyo safi, yana maana ya ndani zaidi. Sio tu usafi katika maana ambao ulimwengu umezoea, ambao ulimwengu unaelewa, yani usafi wa mambo ya kimwili, yani usafi wa kutokana na tamaa. La sivyo, ni usafi wa kweli katika makusudio yaliyofichika na nia ya nafsi isiyo na kiburi. Ni usafi wa unyenyekevu, ni usafi wa kutokuwa na ubinafsi, usafi kama wa mtoto mchanga. Baba yetu mwema, tunamuomba Roho wako mwema aingie ndani ya mioyo yetu ili akajazwe kwa wingi. Jaza mioyo yetu ili kiburi na majivuno yakakome kwa jina la Yesu. Ondoa ubinafsi katika mioyo yetu. Tupatie mioyo ya upendo. Tupatie mioyo nyenyekevu kama watoto wadogo. Safisha mioyo yetu, maana mioyo yetu ni midanganyifu, ina ugonjwa kufisha. Tuumbie mioyo mipya. Asante kwa kuwa umeshatujaza tayari na Roho wako mwema. Baba, nawaweka mikononi mwako wote wana think big. Uwapiganie, uwahifadhi, uangazie nuru ya uso wako na kuwalinda kupitia jina lenye nguvu, jina lotenda maajabu, jina la Yesu Kristo. Amina. Nipate kukusifu siku zangu zote, nisijawe na kiburi ya Bwana. Maisha hayavuke kama umande ya Rabbi, ningepone kukujua, sauti yangu uisikie Mola. Kwa moyo mnyenyekevu uliojawa shukrani kwako Mungu, niumbie moyo safi Mungu, nipate kukusifu siku zangu zote, nisijawe na kiburi ya Bwana. Maisha hayavuke kama umande ya Rabbi, ningepone kukujua, sauti yangu uisikie Mola. Kwa moyo
moyo mnyenyekevu uliojawa shukrani kwako. Mungu, niumbie moyo safi ya Mungu, nipate kukusifu siku zangu zote. Nisijawe na kiburi ya Bwana, maisha hayavuki kama umande yanapita. Nikivuna kukujua, sauti yangu uisikie Mola.